kupatikana aliyevamia shamba lake na kuuza, huku tayari taratibu za ujenzi zikiendelea. Hii ni ripoti ya Safina Sarwati kutoka Moshi ikiarifu zaidi. Wakizungumza kwa niaba ya ajuza huyo Luka Kimaro ambaye ni mtoto wa ajuza pamoja na Lucia Chua, wamesema wakiwa nyumbani majira mchana waliona watu wakiingia katika shamba hilo wakiwa wanashusha mawe, michanga na matofali tayari kwa ajili ya ujenzi, na kwamba baada ya kuulizwa walidai wao ni mafundi wamepewa kazi. Kuna shamba linauzwa katika eneo letu. Basi tukakaa kikao cha familia pale, katengeneza muhtasari kidogo, kampelekea mwenyekiti wa kijiji. Ule mwenyekiti ule muhtasari aliukataa. Baada ya kukataa, tulimpa taarifa tu angalau atupe pengine chochote tu zuio ili asije kafanyika biashara yoyote pale. Yeye hakutupa ushirikiano wowote. Mimi ni mwanafamilia wa pale nyumbani. Nilikuwa kwenye tanga la binti aliyefariki, nikaona watu wako shambani. Nilipowafuata nikawauliza nyinyi ni wakina nani? Wakasema, huyo mmoja akanijibu mimi ni Malia. Nikamuuliza kuna nini huku shambani? Akasema sisi kuna kijana anaitwa Malia ametutuma tukaangalie kiwanja kiko hapa, anataka kuuza. Nao baadhi ya majirani wameeleza kwamba shamba hilo ni ya bibi huyo tangu mwaka 1960 ambapo walikuwa akitumia yeye pamoja na marehemu mume wake ambaye alishatangulia mbele ya haki. Tangu mwaka 1966 kitu kama hicho. Wamekaa hapo, watoto wamezaliwa wote hapo. Basi wakakuwa na mwingine wakaoa, wengine wakaolewa. Sasa juzi kwa kweli kulitokea msiba wa mtoto wa mjomba wangu. Wakiwa kwenye msiba ndio tukaenda tukashiriki wote kwa pamoja, tukaachana jioni, ananipigia simu ananiambia kuna shamba kuna madalali wako shambani, mjomba hebu njoo. Wakati tuna msiba hapo huku walianza kuleta matiro, kumbe amekuja kijana ambaye anajiita Malia, ameuza eneo ambalo si mali yake, ni mali ya bibi. Msiba ukiendelea ameuza eneo na mwisho wa siku panaitwa tena ni kwa watu wengine. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Sambarai Kibosho amesema ni kweli alipokea taarifa ya uvamizi wa shamba la bibi huyo na tayari hatua zimeshachukuliwa ikiwemo kuandika barua ya kusitisha kwa shughuli za ujenzi unaoendelea katika shamba hilo. Mgogoro wa shamba la Mama Teresia upo, na mimi nilijua jana baada ya wao kufika ofisini niliwarudisha nyumbani waenda wakakae ili tujue nani halali wa hilo shamba, mmiliki halali, tujue mwenye mmiliki halali ni nani, na kama haridhi kuuza shamba lake basi asibugudhiwe au mtu asimbugudhi kuuza shamba kama hajaridhika kuuza shamba. Wakaniambia mwenye shamba ni Mama Teresia. Kwa hiyo alikuja hapo mtoto wake wa kiume, sijui jina lake, na akawasiliana na mtoto wake kwamba wanataka wauze, lakini waka bado maelewano hawana. Nikamwambia warudi nyumbani wakakae kikao ndio warudi hapa. Wakaondoka wakaenda, leo wakaja kutaka kujua kinachoendelea. Nikawaambia hilo swala la kujua nini bado, wakaniambia shamba limeuzwa, wakaambia bado tunafanya utafiti. Kutoka kijiji cha Sambarai wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, Safina Sarwati, EATV. Na asante Safina kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata ya Mkako iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga huko mkoani Ruvuma wameishukuru serikali kwa kuwajengea shule mpya ya msingi, hatua ambayo inatarajiwa kutatua changamoto kubwa ya msongamano wa wanafunzi katika shule ya msingi Mkako ambapo wanafunzi 700 wanasoma katika darasa moja. Hii ni ripoti ya Newton Yendaenda kutoka Mbinga ikieleza zaidi. Wakizungumza wakati kamati ya siasa mkoa wa Ruvuma alipofanya ziara ukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika halmashauri ya wilaya ya Mbinga, wananchi wa kata Mkako wamesema kuwa kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto wanafunzi kuja katika shule moja, aliyosababisha zaidi ya wanafunzi 700 kusoma katika darasa moja. Wamesema ujenzi wa shule mpya utaondoa kero hiyo na kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji. Kwa sababu shida hii ya shule ya msingi ilikuwa ni kubwa kwetu hapa. Baada ya kuongezewa eneo hili